Labda leo nikuonyeshe athari za mwanamke anayeweza kuligalimisha kanisa zima likazama kwenye shimo. Amen. Mmenielewa nyinyi watu? Amen. Mmenielewa nyinyi watu? Amen. Hivi unajua mwanamke mmoja anaweza kalivuruga likaanza likavurugika na likafungwa ile kanisa. Unafahamu hilo? Amen. Unafahamu hilo? Ndio. Ninakumbuka kanisa ambalo limetokea mimi kusali. Ninakumbuka. Sema mimi na kanisa. Amen. Mimi mahali nimekulia. Ile kanisa lilifikisha watu 850. Watu 800 na? Watu 850. Binti moja aliwahi kuanguka na mchungaji pale kanisani. Nisikilize vizuri. Na si tu alianguka. Yaani bora tu angeanguka, wangeishia kuanguka. Sema mimi na kanisa. Alianguka alafu akawa yeye ni Delila. Unajua kuna watu wanatumiwa bila kujua. Kuna wanaotumiwa kwa kujua na kuna wanaotumiwa bila kujua. Sema mimi na kanisa. Akasambaza ule ubaya. Sema ule ubaya. Na kanisa likamwagika. Sema likamwagika. Mwaka 2008 kanisa likamwagika. Sema mimi na kanisa. Kutoka watu 850 wakabakia watu 50. Watu ngapi? Na mpaka hivi ninavyokuambia leo hii lile kanisa halijawahi kufikisha watu 100. Watu zaidi ya 800 wamepotea. Mimi nilibakia. Mimi ni miongoni mwa wale 50 nilikuwa nimebakia wakati ule. Ndio. Sema mimi na kanisa. Amen. Sasa watu zaidi ya 800 wamepotea. Sema mimi na kanisa. Ndio. Alafu mwanamke anadunda barabarani, anatembea barabarani. Na kwa bahati mbaya hajaolewa mpaka kesho. Ndio. Mpaka kesho anazalishwa na wanaume mpaka kesho. Na si tu kuzalishwa, atazalishwa na jehanamu inamhusu. Kwa sababu damu za watu 800 sio ndogo. Amen. Biblia inasema ni fulani mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Unapomuondoa mwanamke wewe, unapomuondoa mtu mmoja kanisani, laana hiyo ni nzito. Na kuna watu ndani hamuolewi, si kwa sababu hamuolewi, mlisababisha roho ya mtu mmoja ikafa. Mungu anaruhusia baraka zije kwako. Ulimuondoa mwimbaji. Ulimuondoa mhubiri wa injili. Hivi ujiulize swali, kama wakati Winnie unaokoka, mwanamke mmoja angekuondoa kanisani, leo kitu ingekuwa wapi? Amen. Leo kama mtu mmoja angemuondoa Anet kanisani, leo masinge ingekuwa wapi? Ni watu wangapi tumeondoa kwa nyumba ya Mungu, lakini walikuwa mbele kusudi kubwa la kimungu. Walivunjwa moyo na sisi wanawake. Walivunjwa moyo na sisi mabinti. Ni watu wangapi? Ni watu wangapi? Wewe mwenyewe ulibana maziwa, ukavaa mpasuo, ukaenda kumtega mchungaji. Mchungaji kakutamani, umeenda kuwatangazia washirika mteja anataka. Wewe mwenyewe umejitongozesha. Ninyi wadada wewe makini vizuri. Yaani wewe mwenyewe unavaa vibaya. Unabana matako ofisi kwa mchungaji. Mchungaji sikia anaamka vibaya. Anaamka vibaya. Anapata hisia, anakutongoza. Na bado umeenda kumzalisha kwa watu. Baba ananitaka. Wewe malaya ndio una tatizo. Ndio. Kwa sababu wakati mwingine hawa wachungaji hawajatulia. Ninyi mnafaa tutulie. Kama hivi wewe kweli kama unajiheshimu na adabu, unakuja kwa mchungaji umejitambua, kwa mchungaji unaingia kwa adabu. Unaongea naye kwa heshima. Macho yako umeyaficha, mapaja yako umeyaficha. Hauna mizaa na mchungaji wako. Huyo mchungaji anapata wapi nguvu ya kukutongoza? Anapata wapi pale kukutongoza? Nakuuliza swali, anapata wapi hiyo pao? Hivi unajua kutongoza ni mkao. Kabisa. Na kuna watu hata wameolewa mpaka kesho wanatongoza bila mkao walionao. Kabisa. Yaani ameolewa, ana watoto na bado anashika maziwa kwa sababu mkao aliokaa. Ni mwanamke hajajitambua yeye ni mama. Unakuta bibi mama ameolewa, anaishi na mume wake, ana familia, ni mama mwenye heshima lakini anavyovaa ni kwamba hajajitambua. Kabisa. Hajui ni mama. Kabisa. Hajui ni mke wa mtu. Wewe unaruhusu vijana wakuitaita. Vijana wakuita, wewe aweka kale, jiheshimu. Sio ni jiheshimu. Wewe unaanza kujiheshimu kwanza. Ndio maana mimi nakutongoza. Sema amina. Amen. Hiyo unataka au hutaki lazima uinywe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Mwambie rafiki yako unamwelewa mchungaji? Unamwelewa mchungaji? Hivi unajua siku hizi washirika wetu, mabinti wetu, mnaona ni fashion kutoka na wachungaji. Kwanza mshirika mwenyewe anasikia raha nikitoka nani?
Na wakati mwingine kwa ajili ya upumbavu. Yaani sasa anaona akienda kuwasimulia watu kama Lujika, yeye anatembea na askofu. Wewe askofu ndio anatembea na. Yaani anasikia maisha, anasikia kwamba yuko duniani. Ndio. Unajua sio chochote tunatabu sana. Sio kila mara sisi ni wauni. Kuna wakati washirika wanataka wenyewe. Wanatutongoza wenyewe. Sasa wakati wanatutongoza tumegombana wake zetu nyumbani. Sisi tumekuwa na mawenge mengine huko nyumbani. Kama Doli naye akafanya mambo yake huko amenuna siku 3. Sasa mimi natongoza washirika mwenyewe ukimwangalia mashallah. Inakuaje? Sema amina kanisa. Amen. Sio ndio vizuri? Ndio. Na ni vizuri mkiwa mama wachungaji, mwache kunanuna. Sisi wenzetu tuna soko kubwa huku duniani. Soko letu ni kubwa, ni pana. Tuna soko kubwa mno huku. Unaelewa vizuri? Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mimi nimekuwa mchungaji kwa miaka 18, 19 sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Nina maswaibu, sema nina majanga. Una majanga. Mnayoyajua. Na mengine hata mke wangu hayajui. Ndio. Hivi unafahamu kuna wakati mke wangu wa shirika wao wananitongozaka. Serious nakwambia hivi. Ila siwezi kukwambia. Na siwezi kukwambia kwa sababu mambo mawili. Jambo la kwanza, ninaulinda moyo wako. Amen. Hilo jambo la kwanza. Ndio. Na hilo naomba nikwambie, sitakwambia na mpaka nitafariki sitakwambia. Na hata unibembeleze vipi sitakwambia. Kwa nini sitakwambia? Ndio. Nataka kuulinda moyo wako ufike mbinguni. Number 1. Ndio. Number 2, kuna wengine wanaotongoza na majini mahaba, wanataka kufunguliwa. Ni watumishi wazuri tu. Ndio. Ila na wao wana maroho. Amen. Maneno vizuri? Amen. Kwa hiyo sasa, ndio. Ukishaanza kumwambia mama Anita ananitongoza, Winnie ananitongoza. Kwanza jambo la kwanza, hata nikanae kwa adabu siku yote utaisa ananitongoza tena. Kwa ili usishi kwa mashaka, ni yale mimi nife na dhambi zangu, nife na mambo yangu. Ndio. Na ndio maana mimi nilikula kiapo cha kutunza siri. Kuna wakati mkama ananiambia, "Naomba niambie hawako sema kama hawanisumbui kabisa." Wako vizuri. Ndio. Wako imara kabisa. Amen. Amen. Aniambia mimi ni mume wako, niambie mimi nataka kusaidia. Ni kweli kabisa nanisaidia, lakini hawanisumbui. Ndio. Amen. Na wala hiki sio kama namficha kwa maana ya ubaya. Huu moyo pia unadai ufike mbinguni. Ndio. Na hizi kazi zetu hizi ni kazi ambazo wakati mwingine zinahitaji kutunza siri za watu. Amen. Kwa sababu ngoja nikupe siri hii rahisi ambayo nyinyi hamwezi kuielewa. Sema amina kanisa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanakujaga huko chechi, wameumizwa na mama zao, wameumizwa huko, wamejeruhiwa, wana mavidonda ya moyo, wamekosa kuambiwa I miss you, nakupenda, nakujali. Mchungaji ukiwaambia tunakupenda katika Kristo Yesu, anahama leli. Anahama kwenye leli ya kwanza na leli ya nini? Leli ya pesa. Sasa huyu baba ningekuwa mpenzi wangu huyu, yani maisha yangekuwa yamenyooka. Na kuna leo inamwambia kabisa, kwani si mtenge tu, hata kama utakuwa mchepuko wa sisi utakuwa unapata upendo. Kwa hiyo leo inamsemesha, sema amina kanisa. Ndio. Na hata yeye mwenyewe hakutaka kufika huko. Unajikuta tu kutokana na mazingira umelea. Unajua wachungaji watu ni upendo sana. Yaani umempenda mtu kwa upendo wa Kristo, yeye anahama leli, anatoka leli moja kwenda leli nyingine. Na wakati mwingine sio makosa ya mtu, ni makosa ya kimaisha. Watu wana maumivu. Unafikiria kama binti yangu amekosa upendo huko duniani, akaja mchungaji anamuulizia umeendeleaje? Akiuma umeamkaje? Ulikuwa unamwambia natuma leo unaendeleaje mwanangu? Alafu mume wake amwambie chochote. Amwambie wewe unafikia kampenda na Sasa kuna makosa mengine sio ya moja kwa moja. Kuna mengine yanatokea pap ghafla bilifu. Tawala yule mtu sio mbaya. Hata ukienda kumsimama mchungaji ni kama unamuelewa yule mtu ana shida kwenye moyo wake, ana shida. Na kila binadamu ameumbwa kupendwa. Pendo lisipozibwa huwa linatafuta mlango wa kutaka kuzibwa. Mnaelewa hapa nikisema? Amen. Mnaelewa watoto wa Mungu? Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mimi natamani kuwapata wadada na wamama waliojitambua ndani ya kanisa, watakaowasaidia watumishi wa Mungu watende kazi yao vema, wamtumikie Mungu kwa furaha, waifanye kazi ya Mungu kwa amani. Tuwapate wanawake ambao wanasema sisi tutasimama kuombea watumishi wa Mungu, tutatoa mali zetu kwa ajili yao.